Wakati Rais wa Marekani Donald Trump akisema kuwa kumekuwepo na mazungumzo ya kusitisha vita kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran imeibuka hadharani na kusema hakuna kitu kama hicho na kwamba mziki wa kuvurumisha makombora dhidi ya adui unaendelea. Katika kujibu matamshi hayo ya Donald Trump, Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imesema kuwa hakuna mazungumzo kati ya Tehran na Washington. Rais wa Marekani Donald Trump alisema saa moja lililopita kwamba alikuwa na mazungumzo mazuri sana na yenye kujenga kuhusu suluhisho kamili la mwisho la vita vya Mashariki ya Kati na Iran. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imesema kuwa matamshi ya Rais wa Marekani yamo ndani ya fremu ya juhudi za kupunguza bei ya nishati na kupata muda wa kutekeleza mipango yake ya kijeshi. Baada ya Rais wa Marekani kusema kwenye mtandao wa kijamii kwamba ameahirisha shambulio lolote kwenye mitambo ya nguvu ya Iran na miundombinu ya nishati kwa siku 5, bei ya mafuta ilishuka sana na masoko ya kifedha yaliona thamani ya hisa ikipanda. Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran pia imetaja juhudi za usuluhishi, na hapa na nukuu: "Ndio, kuna mipango kutoka nchi za kieneo ili kupunguza mivutano, na majibu yetu kwa wote ni wazi. Sisi si wahusika walioanzisha vita hivi, na maombi yote haya yanapaswa kupelekwa Washington", imeeleza taarifa hiyo, mwisho wa kunukuu. Kwingineko, Misri ililaani na kuita mashambulizi ya Israeli dhidi ya miundombinu ya Lebanon adhabu ya pamoja. Uharibifu wa makusudi wa miundombinu nchini Lebanon unaonyesha sera ya wazi ya Israeli ya adhabu ya pamoja, Wizara ya Mambo ya Nje ya Misri ilisema katika taarifa yake. Misri ilikosoa mashambulizi ya Israeli ya utaratibu na ya makusudi, ikiwa ni pamoja na kwenye madaraja ya mto Litani kusini mwa Lebanon. Katika siku za hivi karibuni, picha za video zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii na kwenye vyombo vya habari zikionyesha kulengwa kwa madaraja kusini mwa Lebanon. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.